Na kutokana na utafiti wetu tumekuja kugundua kwamba tiba asili wanaitumia kwa kiwango cha 60%, lakini kuna vitu ambavyo vinasababisha tiba asili mpaka sasa hivi thamani yake kuendelea kuwa ndogo, ambayo tumeona vitu kama mitazamo ya watu. Cha kwanza, mtazamo wa mtu anakuambia tiba asili mimi siwezi kuitumia kwa sababu wanavyoiandaa haiko sawa, kwa sababu watu wa tiba wenyewe elimu yake bado ndogo. Hivyo ndio mitazamo ambayo inasababisha kwamba tiba asili mpaka sasa hivi inaendelea kuwa ndogo kutokana na utafiti wetu. Nini kifanyike? Pia kutokana na hiyo mitazamo wenyewe nakwambia tiba asili vijana sana nakwambia tiba asili haina ajira. Kwa hiyo mtu hawezi kujiwekeza kwenye tiba asili. Nini sasa kifanyike? Cha kwanza tuipe ubora tiba asili. Cha pili tuithamini, na cha tatu watu wa tiba asili wapatiwe elimu, kwamba wapatiwe elimu ya kutosha, wapewe vyeti ili kwenye ile elimu watajua elimu ya kupima, elimu ya kuhifadhi na elimu ya kutunza tiba asili na kuacha kuirithisha. Maana tiba asili pia tumeona kwamba inarithishwa kutoka sehemu moja kwenda kwa njia ya mdomo. Kuna serikalini kuna utafiti unaendelea, Muhimbili wanafanya utafiti, lakini tunachomaanisha kwamba washirikishwe kutokana na wenyewe wanacholalamika kwamba hawashirikishwi. Ninachoomba serikali tusaidie zile dawa ziboreshwe, ziweze kupata soko na ziweze kupata ajira kwa wengine, kwa sababu kama mimi sasa hivi ninapomvukua mzee, naomba kwa sababu sasa hivi ninawarithi vijana wadogo ambao nawafundisha hizo kazi ili tiba asili iweze kuhifadhiwa, kwa sababu tija kwa mwananchi yoyote, kwa sababu inasaidia tiba, inasaidia magonjwa mbalimbali. Kwa mtazamo wangu na ninachokiona kwenye sera ya ujumuishaji wa tiba asili, sera inatambua na imeweza kuonesha mchango wa tiba asili kwenye utoaji wa huduma za afya, na kwa nafasi ambayo sasa hivi na michakato inayoendelea ambayo tunafurahi kusema kwamba kupitia kwenye sera na mipango mbalimbali ya serikali tunaona sasa tiba asili inaingizwa sasa kwenye huduma ambayo nasema tiba jumuishi, kwa sababu sasa hivi serikali ina hospitali 7 ambazo zinatoa dawa asili nchini, hospitali za rufaa. Kwa hiyo ni mchakato ambao unaonyesha kwamba kuna kutambua